watu wote wawe na amani na wewe. Anasema wewe ndio utafute kuwa na amani nao, lakini habari za wao kuwa na amani na wewe na wao ziko mikononi mwao. Inawezekana hujanielewa. Hivi najua yuko mtu anaweza kukuchukia bila sababu. Hujamkosea, hujamkwaza, hakuna kitu mnashare naye, hakuna kitu memdhurumu, lakini akikuona tu utasikia huyu damu yangu na yake hazipatani. Sasa unauliza, damu yangu isipopatana na wewe, aliyekuambia mimi nataka nikuongezee damu nani? Nani amekwambia mimi ya zimejaa nataka nikumwagie zingine wewe? Kwamba nikuongezee wanyonye kwenye chupa tukuingizie wewe damu. Wapi nitolea? Paka useme damu ya huyu na yangu haziendani. Unamuuliza, nimewahi kukukosea wapi? Anakuambia basi tu nikikuona tu, yani nikikuona tu nakosa amani. Mwingine tu anachukia umejenga nyumba. Mwingine anachukia umeoa. Mwingine anachukia kuna kosa fulani limefanyika ambalo ni la kwako wewe, lakini anakuchukia. Sasa huyu mtu ili awe na amani na wewe utafanyaje sasa? Amechukia kwa sababu umejenga. Amechukia kwa sababu umenunua gari. Sasa mimi nikauze gari ili awe na amani? Mimi nifukuze mtu ili awe na amani? Kwa sababu yani amenichukia kwa sababu ya mafanikio yangu. Sasa mimi niruhusu mafanikio ili yeye aendelee kuwa na amani na mimi? No. Ndio maana Biblia inasema wewe ndio utafute kuwa na amani nao. Yani wewe kwenye mioyo yao, wewe kwenye moyo wako usiwe na kikwazo chochote kuhusu wao. Wao ndio watafute na wao kuwa na amani na wewe. Kama hawawezi ni juu yao. Amen. Unanisikia? Sasa leo nataka nikuchanganye vizuri. Profesa wangu aliniambia ili watu wakuelewe unapaswa kuwachanganya ndio wanakuelewa. Sasa ngoja leo nikuchanganye. Unajua kinachokutesa mpaka leo ni kitu gani? Paka unaishi kichwa chako hakina space, wakati wote umekosa raha. Hivi unajua ni kwa sababu gani? Unajua ili wazo naomba likae kwenye kichwa chako kwamba unaishi na binadamu ambao hawajawahi kuwa serious. Yani mwanadamu yeyote hajawahi kuwa nini? Unajua kinachokutesa, uko serious katikati ya watu ambao mwisho wamekuacha peke yako. Ndio maana wakati wote una paniki, wakati wote unashangaa, wakati wewe be flexible. Iki kiumbe kinaitwa binadamu hakijawahi kuwa. Umeoa mtu hayuko serious. Umeolewa na mtu hayuko serious. Umezaa tutoto hatuko serious. Yani wote unaokaa nao hawako serious. Kwa ndio maana kichwa chako kimejaa kwa sababu kuna vitu ulitaka uone wakifanya na hawafanyi, alafu wana amani. Sasa wewe unabaki jamani imekuwa wewe unateseka. Kuanzia leo futa hiyo wazo kwenye mawazo yako. Ujue unakaa na kitu hakiko serious. Kuna vitu wakifanya na wewe iwe surprise. Ndio maana ukikubaliana na watu tuonane saa 2, wai wewe kufika huo muda, lakini kwenye kichwa chako useme niliahidiana na watu ambao hawako serious. Kwa hiyo ukifika hiyo saa 2 hawajafika useme nilijua. Unaendelea kuwasubiri kwa sababu watakuja saa 4 na hawataki kuhojiwa.
Unawaambia tulisema saa 2, nyie mnakuja saa 4. Kirahisi tu wanakuambia shukuru tumefika. Hayo ya saa 2 ni ya kwako. Shukuru tumefanyaje? Sasa unakwazika, wao wana amani. Mnakubaliana wale ambao wanaimba kwaya, jamani tutakuwa na mazoezi saa ngapi? Saa 11 jioni, sawa. Unafika saa 11, 11 na nusu, 12, 12 na nusu, saa 1 kasorobo ndio unakuta hawa. Unawauliza, jamani mbona mmechelewa? Anasema kufanya nini? Mbona tulisema saa 11? Wewe unafikiri tunaishi hapa kwa kwaya? Unafikiri tunakula kwaya? Unafikiri tunaimba tunakula nyimbo? Yaani tuache kutafuta maisha yetu, tunawahi kuja kudole misoro la sati. Sasa unawauliza, mimi niliyewahi ndio nakula kwaya. Asema wewe tuendelee na mazoezi. Unaweza ukapaniki kama ni mwalimu, unasema kuanzia leo mimi nimeacha ualimu, mimi nimeacha. Hapana. Wewe ulifikiri unafundisha viumbe ambavyo vina nini? Viko serious. Naanza kutamani maji. Unaona? Hivi ndio viumbe sasa. Vimeniacha naongea, vimehamia macho kwenye maji. Mimi nasema wananisikiliza, kumbe vimeniacha sebuleni kama redio. Unaiacha sebuleni iko nje, wewe uko nje na shughuli, bado mtangazaji anasema ndugu msikilizaji wangu. Kumbe hayuko mtu anakusikiliza. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hawa ndio viumbe. Pastor unaandaa mahubiri wiki nzima. Unafika kanisani, unahubiri majasho yanakutoka, mwenzio yuko Facebook. Unasema Bwana sifa, sema amina. Wanaonyeshana vituko vya mitandao. Jamani, be serious. Ya. Unaweza ukapaniki, ukafikiri wanakudharau, hawakuamini kama wewe ndio mchungaji, mahubiri unayohubiri hayaeleweki. Hapana. Hivi ndio viumbe ambavyo havijawahi kuwa serious. Wana wa Israeli, ukisoma kitabu cha Kutoka 3:9-10 hapo, anasema walimulilia nani? Walimulilia Mungu, si ndio? Mungu, tutoe, tumeteswa. Mungu akashusha Musa, akawatoa. Walipofika njiani tena, kitabu cha Hesabu 11 na kuendelea hapo 14:1 au 11, anasema wakakusanyika tena. Mungu, turudishe Misri. Yaani mara ya kwanza walilia watolewe, mara ya pili wanalia warudishwe. Hawa ndio viumbe. Ujawahi kuona binti anapenda mwanaume paka na wacha wazazi, anasema kwa heri, mkiniona na kuja kuwasalimia, huyu nimempenda, ndio chaguo langu. Maneno mengi. Ndani ya miaka 2, baba mimi narudi, huyu sio mwanaume, ni Boko Haramu, siwezi kuishi naye, kitanda changu na chumba si vipo. Amen. Nilikuwa nafundisha somo moja la kina mama wale wanaofuatilia mtandaoni. Nikasema mwanamke ndio kiumbe pekee hakina kwao. Wanawake ndio kiumbe pekee ambacho kimezaliwa duniani hakina kwao. Ndio maana mnapaswa kumshikilia Yesu, ili siku akirudi awachukue mwende kwenu, kwa sababu hapa duniani hamuna kwenu. Katoto kanazaliwa ka kike, kanaandaliwa kwamba hapa sio kwenu. Kanajengwa mentality kwamba hapa sio kwenu. Ndio maana katoto kakiamka, jifunze kusafisha nyumba ukienda kwako. Jifunze kupika ukienda kwako. Jifunze kufua ukienda kwako. Kwa katoto kanajua mimi hapa sio. Kanaomba Mungu ampe wa kwake, ampeleke kwake. Anaolewa. Kuna kitu familia kinaitwa send off. Yaani wanakusend alafu off. Usirudi. Wamesha kufukuza kabisa hapo nyumbani. Unakaa kwa mwanaume na yeye anakuambia usipofanya vizuri hapa utarudishwa kwenu. Sasa kwao ni wapi? Kwao walisema uende kwako.
amefika kwake, anasema utarudi kwenu. Ndio maana unaona single mother wengi wamerenti house, hawana kwa kwenda. Waume wamewakataa, nyumbani wamewakataa, wakaamua kurenti house, wanalea watoto. Wafanyeje? Ni viumbe havina kwao. Hallelujah. Kwa hiyo unaishi na viumbe vinaitwa wanadamu, havijawahi kuwa ni serious. Point yangu ni nini? Chochote kinachotoka kwenye kinywa cha kiumbe kinaitwa mwanadamu, kifikirie mara mbili wala kisikusumbue. Usikitirie userious, kwa sababu mwanadamu anaweza kafiatua neno hata yeye mwenyewe hana habari nalo. Hujawahi kuona mtu anakutukana, huna akili wewe, huna akili kabisa, ng'ombe sijui nini, amemaliza kukutukana anakuagiza vitu. Umetoka kumtukana mtoto, we mtoto huna akili, ng'ombe kabisa, huna akili, pumbafu nini gani. Umemaliza kutukana, halafu uende dukani ukalete sabuni, ukalete sukari, ukalete, unamwagiza mpumbavu ambaye hana akili. Atashikaje kwamba kuna sabuni, kuna sukari, kuna nini? Umemaliza kutukana, unamtuma kama mtu mwenye akili. Amen. Mume anatukana mke kabisa, wewe jinga, pumbafu, sio nini. Unaenda kwa kitabu ka Mwanzo 2:18 anasema nitakupa wa kufanana naye. Sasa kama mimi ndio mjinga, ndio mpumbavu, na mstari unasema mimi ndio wa kufanana, sasa unaanzaje kuchukia na kupaniki? Yaani mwenzio kwenye nyumba kikutukana, hilo sio tusi lako, ni tusi la familia. Maana yake kikuita ng'ombe, useme hey, kumbe vizuri. Tuweke posters, tuwaonyeshe watu wakitaka kujua ng'ombe mbili zilizoana, ambaye kila mmoja amepewa wa kufanana naye. Amen. Sasa una paniki vipi? Hilo tusi la ukoo, tusi la familia. Unafikiria yuko serious huyu? Ndio maana Ayubu anaonekana ni mwanaume mwenye busara. Wakati mke wake amekosea, angalia lugha anayotumia. Anamwambia mke wangu, unaongea kama mmoja wao wa wanawake wapumbavu. Hasemi mke wangu wewe ni mpumbavu, anasema unaongea kama, you are talking like. Kama anasema among, yani miongoni mwa wanawake wapumbavu. Kwa nini alikuwa anakwepa kitu gani? Angesema mke wangu wewe ni mpumbavu, ambaye angekuwa ametangulia kuwa mpumbavu ni nani? Alafu akaoa kwa akasema ili nisiwe mpumbavu na mimi na wewe nikuondoe usiwe mpumbavu. Unaongea kama, lakini sio hivi. Lakini mke wa Ayubu aliongea kama au alikuwa mpumbavu? Alikuwa kapumbavu. Yaani kanamwambia mume wake eti mtukane Mungu kafe, halafu ili kaolewe. Kwa akasema you are talking like. Mwanadamu maneno yanayomtoka usiwekee maanani sana, ili kichwa chako kiwe na space. Sio kila neno la kuliwekea vikao, sio kila neno mimi akaniambia hivi, mimi alafu unaendelea kujadili. Yeye uko anakunywa soda baridi, anakula matikiti, anakula ndizi, wewe unabaki tu mimi. Unashughulika neno ambalo hata huyu ambaye limemfiatuka hata yeye mwenyewe.
Ndio maana nawaambiaga siku zote, ili uweze kuwa flexible katika dunia hii, moja, ujifunze saikolojia ya kuishi na viumbe hawa. Na saikolojia ya kuishi na kiumbe kinaitwa binadamu. Hatua ya kwanza, ukijue kiumbe hiki na tabia zake. Moja ya tabia ya hiki kiumbe, nimekuambia, hakijawahi kuwa ni serious. Pili, hiki kiumbe hakina kara, ni zaidi ya chameleon. Hakina kwamba leo kiko hivi. Yaani mwanadamu ndio kiumbe kigeugeu, hakina formula wala hakina hali fulani. Yaani mwanadamu alivyo leo sivyo atakavyokuwa kesho. Ndio maana huyo jirani yako umekaa naye hapa, si umeona alivyo serious? Si umeona alivyo nuna? Kutana naye kesho, kiumbe kingine kabisa. Unaweza ukaagana na mwenzako asubuhi, mkapigana na busu, see you baadaye. Ukirudi jipange vizuri, usifikiri utamkuta yule mliyeagana mwa. Usije ukapeleka mdomo wako hapo haraka haraka. Soma kwanza, yuko vile nilimwacha au kiumbe kimechange. Unaweza ukakisogelea jioni, unasema umeshindaje, utasikia toa mdomo wako, unapiga mswaki. Huyo aliyekupa busu asubuhi ni nani? Leo anayekwepesha mdomo ni nani? Kwa sababu vile ulivyomwacha sivyo utakavyomkuta. Ndio maana hata hao wachungaji, jua muda wa kuongea naye. Usifikiri kila wakati anakuwa full time pastor. Kuna wakati ni baba wa familia. Utamkuta baba wa familia anadiri na fizi za watoto, anadiri na renti, anadiri sijui na unga umeisha, anadiri. Kwa hiyo wewe unamsalimia, umetoka huko na furaha yako, pastor, praise the Lord. Kumbe hujamsalimia pastor, umesalimia school fees. Anakuitikia tu pastor, anaitika mimi nimetoka huko na moyo, namsalimia yeye, anaunguruma tu sio yeye. Umesalimia nini? School fees. Kwa sababu kwenye kichwa cha pastor ni kimoja tu, lakini vikao vyote, meeting zote zinafanyika hapo. Kwenye hiyo kichwa kuna meeting za school fees, meeting za rent, meeting za mikopo, meeting za kanisa, meeting za ukoo, meeting zote. Hasa inategemea siku hiyo umemkuta yuko kwenye meeting gani. Amen. Muulize jirani yako, umo mkichwa nini kinaendelea? Kwa sababu unaweza ukafikiri mtu tuko naye kwenye semina hapa, kumbe anawaza jioni mwenye pesa anakuja kuchukua. Kumbe anawaza asubuhi kuna mtu akumsemesha vizuri. Kumbe mtu anawaza ana mambo mengi. Kwa hiyo unapoishi na binadamu, ujue unakaa na kiumbe ambacho hakina kwamba hali yake ni hii. Ndio maana usimjaji mtu kwa muonekano wa siku moja uliyokutana naye. Ukiona leo kama haeleweki, achana naye. Msubiri kesho, atarudi kwenye muti. Yeye ndio atakaye kuchangamkia. Mbona jana hakuwa yeye, leo ni yeye. Ndio maana wanataka kuishi na binadamu, jifunze kusoma saikolojia ya mtu. Nilienda nyumba moja ya wazungu, wale ndio waajabu kidogo. Wametengeneza vile vibeji. Kuna kimoja kimeandikwa niko kwenye mood, kuna kingine kimeandikwa sina mood. Kwa akiamka asubuhi, kama ajisikii kuongea na mtu mingi, anavaa kile siko kwenye mood. Kwa ukimuona tu siko kwenye mood.
vya kuonyesha tuko kwenye mood, tuko kwenye mood. Lakini Mungu hajatuacha hivi hivi. Mungu ametupa knowledge kwenye sura zetu. Una uwezo wa kumsoma mtu hata kama hajaongea, sura yake inakupa message fulani kwamba hapa usimsemeshe, hapa achana naye, hapa ongea naye yuko vizuri, hapa kopa hela atakupa, hapa hata kama una shida katafute kwingine, hapa yuko hivi. Mood. Ndio maana siku moja niliongea, watu wakasema mchungaji unaongea vitu vingine havieleweki. Nikasema ukifika kwenye nyumba ya mtu, hata kikwambia karibu namna gani, chakula kiko mezani, angalia kwanza sura yake. Angalia kwanza nini? Sura. Mdomo unakwambia nawa, nawa. Sura inakwambia jiongeze, hukuwemo kwenye mpango wa chakula. Sio kila chakula uwe unapima. Hata kama una njaa kiasi gani, omba maji, omba matunda, omba nini, kwa sababu wameweka pale mezani glasi 5 za maziwa lala. Unachungulia kwenye kibakuli cha nyama, kuna vipande 5 na wao wako 5, wanakuambia nawa. Unanawa ukachukue cha nani? Sikufundishi unyimi, sikufundishi tabia mbaya, na kufundisha uwe na akili. Wasaidie watu, kuwapa space kwenye vichwa vyao, kwa sababu kweli utanawa, na kwa kuwa ni mgeni wataona aibu kukupa kipande kimoja, unaenda unachukua viwili. Yani manake kuna watu wawili kwenye familia watakula wali na mchuzi tu, kwa sababu kuna mtu mmoja asiye na hekima amechukua vipande viwili vya watu. Si unarudi kwako, si ukale kwenu. Hawa wakikosa kula wapike tena mara ya pili. Amen. Nimekukwaza. Ni bingwa wa kuchangamkia chakula kwenye manyumba ya watu. Angalia, ukiona chakula ni kingi useme hapo nitapakua kidogo. Tena hata kama chakula ni kingi, ukiwa kienda kwa watu hatuendi kushiba, tunaenda kuyahirisha njaa, uje uirishe baadaye. Pakua kidogo tu. Wewe ndio unapakua mlima Meru kuliko wenyeji. Wao watakupima akili, kama akili zimo, wanakuambia ongeza, usijali. Nisijali mimi, na maana mimi akili sina kabisa, na waona wote hapa mko wengi, alafu mimi ndio wanakuambia pakua nyama. Wewe ndio unakagua, unapakua unapekua upate kizuri kwenye nyumba ya watu. Ingiza tu kijiko, kwa sababu naamini mule hawajaweka mawe wala miti, ni nyama. Pakua tu, weka na kamchuzi, ondoka. Unapekua, utafikiri uko nyumbani kwako. Mtu mmoja aliniambia mahubiri yako Pasta Mgogo hayatabiriki, kwamba siku hiyo unaamkia wapi. Leo nimeamuka na nyinyi ambao hamna hekima, mnajaza space kwenye vichwa vya watu. Amen. Kwa hiyo soma body language ili ukae vizuri na kiumbe kinaitwa mwanadamu. Soma body. Jifunze saikolojia. Hawa viumbe hawa usipo wasoma utakuwa kuazika kila siku.
Toka asubuhi wanakukwaza, mchana wanakukwaza, jioni wanakukwaza, mwisho kichwa chako kitajaa, kitakosa space, kwa sababu mawazo yako unafikiri hawa viumbe wanakuwa nini? Serious. Hiyo ndio pointi ya kwanza, ishike. Ili kichwa chako kiwe na space, usikae serious na viumbe hawa. Hawajawahi kuwa nini? Watakutesa, watakuumiza, watakukatisha tamaa. Unakaa na mume, unahangaika na chakula, unapika, unafika wakati wa kumkaribisha kama vile hujateseka nacho. Mume, chakula tayari, hakuja. Haji, yuko busy na Facebook. Baba, chakula kinapoa. Nimesema nakuja. Ulianza kukipika saa 11, umelia machozi ya vitunguu na moshi. Halafu mtu leo kuna mhangaikia, hana habari. Anakuja hapa kwenye chakula, ameonja kidogo, ameanza kutukana, kukosoa chakula, chumvi, si nini. Unafikiria kitamshinda. Anakula mpaka mchuzi wote. Mpaka unajiuliza, sasa alikuwa anatukana kitu gani? Wewe usinyoshe dole gumba juu. Piga dole gumba chini kwamba asante Yesu. Hiki kiumbe kimekula, kimeshiba, kimefagia. Usiingilie kwamba sasa kesho sipiki. Amesema mimi na mkono wa chumvi. Sijui mimi sipiki. Wewe, hawa viumbe hawajawahi kuwa nini? Serious. Unamnunulia mke wako nguo, anaiangalia, anasema anyway, mama nani anayo na mama nani anayo, kwa sasa tutakuwa kama uniform za kwaya, lakini anyway zawadi haikataliwi. Anaitupia hapo kwa sofa. Unajiuliza sasa nafanya nini? Siku nyingine unasema sasa naleta nguo ambayo hajavaa mtu Mombasa. Yeye ndo anakuwa wa kwanza. Unamletea. Anaiangalia. Anasema hivi, kuna mtu yeyote uliyemuona aliyevaa kama hii? Unasema hapana, wewe ndio wa kwanza. Ukiona watu hawajanunua, ujue hiyo sio nzuri. Ulimletea waliovaa, akasema uniform. Ukamletea ambayo hakuna aliyevaa, akasema hiyo sio nzuri, ndio maana hakuna aliyevaa. Je, utakata tamaa? Utazira? Ndege zingine tu. Na unakuta ile aliyeitukana ndio haiachi kuiweka mwilini. Kwa wiki anavaa mara 2. Ile aliyokuwa naitukana. Unamletea nyama, anaangalia. Nyama imejaa mifupa. Kwani umemwambia tumefuga mbwa? Hey. Kesho unaleta steak bila mfupa. Anakuambia mume wangu na wewe uage na akili. Sasa unaleta nyama haina hata mfupa. Supu haiwezi kuwa sawa. Supu inakuwa sawa na mifupa. Unaleta watermelon kubwa. Asema hii minene hii hainaga maji matamu. Unaleta kadogo. Sasa wenzio wanaleta yale manene ndio makubwa yana maji. Wewe umeleta goroli hizi. Unaleta tundizi tule kisukari tufupi tutamu. Anasema utu tudogo atakula tunapoteza appetite. Zile ndefu. Unaleta ndefu, vile vifupi ndio vyenyewe. Sasa paka unajiuliza, hiki kiumbe kinataka kitu gani? Binadamu ni kiumbe hakijawahi kuwa nini? Serious. Unaishi nacho. Wasikutese. Kipe kichwa chako space. Usikae kujadili vitu ambavyo havikuongezei chochote.
wewe mimi naniita ng'ombe, ina maana wewe hujijui. Mpaka watu wakwambie wewe muonekano unafananaje. Mtu anakuambia ng'ombe, mwambie tutachanga pesa tukupeleke India ufanyie operation ya macho, utofautishe kati ya mimi na ng'ombe. Sio mtu wa kupaniki. Haleluya. Mtu kwa sababu kwanza kuminsult mtu, kumtukana mtu ni kumwambia asivyo. Ndio maana ya matusi, kumwambia asivyo. Hasa mtu anakuambia usivyo, unapaniki nini? Kichwa chako yani kimejaa, mke wangu ananidharau, mke wangu aniheshimu, mke wangu sijui nini, mke wangu yani unawaza usiku kuta tu mke wangu. Mimi nimemtoa mbali, nimemfanya nini mke wangu. Alafu yeye wala hana habari. Amekudharau asubuhi, mchana anasema kuna gauni nimeiona nzuri, nipe hela. Hasa kusema si wewe ulikuwa unanitukana, si no. Hivi viumbe havijawahi kuwa serious. Mwangalie jirani yako, mwambie sasa nimekujua kwamba hauko serious, hautanisumbua. Hivi tunapomaliza masomo haya kesho, hivi kweli kati yenu atatokea mtu analala njaa eti watu wamemkasirisha? Eti unalala macho kuna mtu amekukasirisha? Eti unakimbia nyumba, unakimbia Mombasa, unakimbia kwenda wapi? Viumbe hawa. Lengo la somo hili kama nilivyowaambia juzi, lengo ni kukifanya kichwa chako kisijae makorokoro. Mnaelewa makorokoro? Visijae vitu vya hovyo. Yani kufree space kwenye kichwa chako. Yani wasiweko watu wanakufanya we ndio dustbin. Matakataka yao wanakujaza wewe. Halafu unakaa hapo huna raha, unashindwa kulala, unashindwa kufikiri maendeleo, unafikiri watu. Unajua mchungaji, unaongea tu, kuna maneno yanauma, watu wanakusingizia, wanakuzushia uongo, wanakusema bila sababu, wanakukalia vikao. Mimi niliwahi kuambia wale mnaofuatilia mtandaoni, ukiona watu wanakaa vikao kukujadili, wewe ni mtu wa maana. Watu wanaacha kujadili samaki, soko la nyanya, soko la nini, wanakuweka wewe ndio unakuwa bidhaa. Na niliwaambia ukiona mtu anakusema pembeni, anakuogopa, wewe ni mbabe wake. Uliwahi kuona mtu anamtukana bosi wake mbele hivi live? Bosi anasengenywa. Bosi anasengenywa ndio utasikia yani amechelewesha mshahara, yani si nini, yani akitokea huyo kimi, akiondoka ndio wanaanza kwa sababu yeye ni boss na wewe ni boss. Unatumutu tuko chini yako, hatuwezi kukuambia live paka tunakaa vikao. Ndio maana niliwaambia ukiona hivyo waambie hivi, kabla mjakaa vikao mupitie budget. Uambie mimi sio mtu wa kuniongelea mkiwa na njaa. Mimi ni mtu mkubwa. Mkitaka kukaa mupitie soda na juice na watermelon na nini, mwe mnakula ndizi, mnakunywa soda, miguu ya kuku, mnanijadili. Mnanijadilije mimi na njaa? Amen. Hasa wewe ndio una panic. Nimesikia sister in law alikuwa ananisema kwamba mimi nimemkamata kaka yao. Si ndo sawa? Ukiona umefaulu kukamata mume wako, walitaka kukamata nani? Siku moja dada zangu
wananiambia unajua kaka, huyo wifi, huyo sister-in-law ukae naye makini. Anaweza kukukamata masikio, yani ukawa unamfanyia yeye tu. Nikamwambia sio masikio, akamate na pua na mdomo na kila kitu. Alafu wengine wanalalamika ndoa zao zimewasumbua, wanakuja kudili na ya kaka yao. Kuna mtu hapa ana kaka yake? Nyie wa dada wangapi wana kaka? Ameoa? Wewe ni somebody wa somebody, ni sister in law wa. Mpe space. Nini? Space. Asiteseke kwa sababu yako. Umewahi kuona sister in law anakuja kutembelea mke wako, anaomba maombi ya kufunga? Baba, sister in law namfunga katika jina la Yesu, nafunga mdomo wake. Wewe unaenda kumsalimia mwenzio yuko chumbani na kufunga sababu ya. Uwe na adabu. Ukifika kwenye nyumba za watu, kaa kwa adabu. Ile ni nyumba ya mtu, sio leo tunakunywa nini? Chai ya rangi ya maziwa. We hapo ni nyumbani kwako? Ulikuja na maziwa? Sister in law, unapika papa gani? Sukuma. Sukuma? Nyumbani ni sukumane nayo, na hapa ni sukumane. Pika nyama. Ulikuja nayo? Wape watu space ndugu. Amen. Kwa sababu dunia hii ukifaulu kuishi na sister in law, auntie, mother in law, hawa watu watatu ukikaa nao vizuri, wewe ni genius. Wewe una akili ya ziada. Kuna tu mother in law ni tukorofi. Kana shika mtoto wake, kana shika mpaka ndoa yake. Remote kana kuwa nayo kenyewe. Kana waamulisha. Mbona sioni mke wako yuko flat? Why? Unasema kwa nini mama? Mimba. Mama, si huyu mwingine hajakuwa, anatosha. Kameshika remote. Na bahati mbaya nilikuwa nazungumza, kama mama umeolewa na mwanaume mtoto wa mama, utateseka. Mnanielewa nikisema mtoto wa mama? Yaani kale kama mwanaume kanapendwa na mama yake, mpaka hata wakati kanaleta wachumba, kamekataliwa wachumba 10, kila na huyo analeta huyu huyu, hapana, roho wa Mungu ameniambia sio wife material. Mpaka unakubaliwa, wenzio walikataliwa sana. Kama makakorofi, kasumbufu. Yani kanataka maamuzi yote kafanya yako kama mama. Sasa mama, wewe uliolewa na huyo baba, utakuwa unateseka. Unauliza salary, anasema mama amesema nilete. Kozi kwa wapi? Kwa mama. Sasa umempelekea? Sasa ningefanyaje mama? Nimemwambia kwamba nimepata hela, amesema tuma humu kwa Safaricom. Wa mama mume wako mtoto wa nani? Wa baba wa mama. Kama yuko hapa usiseme. Hata yeye anajua. Umewahi kuona wale ambao wanatoka kazini, anapitiliza moja kwa mama kwanza? Mume wangu mmetoka kazi? Tumetoka saa 10. Sasa saa 12 uko wapi? Kwa mama. Si Waswahili walisema nani kama mama? Sasa ulioa wa nini wakati kumbe wewe ulitaka uzeke hapo kwa mama yako? Watoto wa mama ni shida.
Amen. Unanielewa kitu ninachokisema? Leo nilitaka nikwambie unaishi na viumbe ambavyo havijawahi kuwa nini? Pointi ya pili, unakaa na viumbe ambavyo havitabiriki. Alivyo leo sivyo atakavyokuwa. Leo ataongea kwa kupaniki, kwa kufini, kesho mpole, mstaarabu. Kwa hiyo usimkatie mtu tamaa, usimweke mtu kwenye level fulani, kwa sababu hiyo level hatakaa hivyo. Na ili ujue binadamu hawatabiriki. Nyie wa Kenya ndio muna ushuhuda mzuri. Si mmeona wanasiasa, rafiki wa leo ndio adui, aliyekuwa adui yake ndio. Si mliona zamani Ruto na Raila walikuwa pamoja, wakaachana, wakawa maadui. Uhuru na Ruto wakawa pamoja, wakaachana. Gachagua na Ruto pamoja, wameachana. Leo tena Ruto na Raila. Wanaowatesa ni nyie, ambaye mimi niko nyuma ya Ruto, mimi niko nyuma ya Raila, mimi niko, wanakuacha kila siku. Siku zote nawaambia wasikilize wanasiasa, lakini wasikupelekeshe ufara. Wasikupelekeshe nini? Ufara. Kesho wanakuambia twende barabarani, na wewe unasema kweli. Wao wako hotelini wanaagiza wali kuku, wewe unavunjwa mguu. Kesho huyo ambaye ulivunjwa mguu kwa ajili yake nageuka na kuwa adui yako. Hawa watu hawa, usimweke binadamu kwenye position fulani, hawajawahi kukaa. Amen. Unamwacha hapo leo, kesho utamkuta yuko kule. Leo yuko hivi, kesho kutwa yuko vile. Hawa ndio viumbe tunaoishi nao. Wasikupe pressure, wakipe kichwa chako space. Amen. Hey, umekashika ako ka point. Umekana kiumbe ambacho hakiko. Mume wako ni kiumbe hakiko, mke wako ni kiumbe hakiko, watoto ni viumbe hawako, memba wenzako. Ndio maana wanaimba tupendane, tupendane. Ukiugua unawaona. Hawa ndio viumbe. Sasa unaweza ukahama makanisa na makanisa. Kila kanisa hawana upendo. Nimefiwa, hawajatokea. Nimeumwa, hawajatokea. Unaingia. Kuna jamaa mmoja alihama kanisa. Kanisa lilitoka, mchungaji alitumia sadaka, akaazima akatumia. Huyo memba katukia, yani mchungaji anakula sadaka, mimi nahama. Akahama, akaenda kujiunga na kanisa moja. Anafika kwenye hiyo kanisa, wanatangaza kwamba leo mchungaji hatuko naye. Anamuuliza jirani, ameenda wapi? Anasema ana tatizo, alikula kondoo. Alikula nini? Kondoo. Sasa ndio akasema sasa nichague moja wapo, aliyekula sadaka au aliyekula kondoo. Muulize jirani yako, utasali kwa nani? Akarudi kwa lile kanisa lake akasema, munisamehe, bora wa kwetu alikula sadaka, kuna mwingine kula kala kondoo. Ndugu, tulia. Amen. Hawa viumbe watakutoa roho. Hallelujah. Sometime ishi kama mtu machua, ambaye sio mtu wa kupaniki. Mke wako akikuonyeshea dharau, sema tu, pastor aliwahi kuniambia hamuko serious. Unamuuliza, akimaliza madharau yake unamuuliza, leo nikuletee pizza, nikuletee nini?
alifikiri utapaniki, anakuta wala. Unamwambia mke wangu weekend tutatoka out. Kwa sababu sometime niko nawaambia wenzenu, sometime unamuona mke wako kama ana hasira, ana manini, hujamtoa out muda. Mchukue mpeleke, mzungushe huko bichi, zungusha huko, akaone tuzungu tule tunanyolewa na tubinti twa Kenya, akaone kote huko, zungusha. Ukikarudisha nyumbani yako kabibi kako fresh, kiburi kimeisha. Hasa mama kila siku anasumbuka na masufuria na mabakuli na nini yamejaa kichwani. Yape space. Pereka huko mjini, zungusha mabakuli yote yakadondoke, masufuria yakadondoke, anarudi nyumbani yuko fresh kabisa. Wanaume mlio kwenye ndoa, mara ya mwisho kumtoa out ni lini? Au mnongozana tu kwenye misiba? Pereka mama akadondosha masufuria. Amen. Hallelujah. Mwambie jirani yako, nimesha kuelewa leo. Najua hauko serious. Najua utabiriki. Hautanisumbua tena. Mahusiano yetu hayatabomolewa na maneno yako na namna yoyote. Mimi nakupenda katika jina la Yesu. Amen. Naomba tusimame. Kama unampenda jirani yako, hapa tumekuwa tukiombeana. Amen. Tumekuwa tukifanya nini? Tukiombeana. Hebu mshike mkono rafiki yako wa kushoto na kulia. Muombee Mungu ampe neema ya kuishi na viumbe vinaitwa binadamu. Wamevuruga kichwa chake. Wamejaza mambo mengi ya ajabu. Leo kichwa chake kiwe na space. Mungu aweze kumsaidia, aweze kuishi na hawa binadamu ambao hawako serious. Muombee jirani yako. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, wasaidie watoto wako hawa. Baba, wewe unawajua. Wamevurugwa na watu wengi. Wamekatishwa tamaa. Wameongeleshwa maneno mabaya. Wengine wametukanwa. Wengine wamevunjwa moyo. Yesu, waimarishe ili wajue jinsi ya kuishi na viumbe hawa. Umesema tutafute kuwa na amani na watu wote. Baba, tupe uwezo huo wa kuwa na amani na watu wote. Baba, tusaidie neema hiyo ambayo umeangusha kwetu, itusaidie na kutuponya kwa nguvu ya neno lako. Usituache Bwana. Watu wameumiza mioyo yetu, wameumiza maisha yetu, wametusemea mbaya mpaka tumekwazika. Rudisha amani katika maisha yetu, ili tukae nao kwa amani, katika jina lako Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Wote tuseme amen. Amen. Amen.